Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Of course, siku ya Jumapili kulikuwa kuna maonyesho ya Miss Tanzania World ambapo yalikuwa yanafanyika pale the Superdome Masaki, lakini pia mmoja kati ya watu ambao walipata bahati ya kuweza kuhudhuria kwenye haya maonyesho, of course Madam Rita alikuwa ni mmoja wapo, na kuna kauli ambayo aliweza kuizungumza Madam Rita wakati akifanya mahojiano na waandishi wa habari. Kuna kauli ambayo alizungumza akisema kwamba mimi sifanyi interview na hizi media uchwara, alafu design fulani hivi kama akaondoka akasusia interview. So amekuwa akitrend sana kwenye mitandao ya kijamii, watu kujaribu kumshutumu kwa nini ameweza kufanya kile kitu ama amezungumza hiyo kauli ambayo alikuwa anaizungumza. Umeelewa vizuri, watu wengi wameonyeshwa kutopendezwa na kauli ambayo Madam Rita ameweza kuizungumza, kwa sababu yeye pia mwenyewe ukimwangalia ni mtu ambaye anategemea wadau wa habari na vitu kama hivyo. Ukizingatia na yeye mwenyewe pia ana show yake ya wanasema BSS, ambapo pia huaga anaita waandishi wa habari kwa ajili ya kwenda kuchukua story na kupandisha kwenye hizo media ambazo wanaziita media uchwara. Sasa mara baada ya maneno kuwa mengi kwenye mitandao ya kijamii, of course Madam Rita amekuja public na kuweza kuomba samahani kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram. Ameweza kupost ujumbe kama ufuatavyo. Ameandika kwamba binadamu tunaumbwa kukosea, na mimi jana bila kutarajia niliteleza. Naomba radhi kwa Mike 360 Media na kwa kila aliyekwazika kwa kauli yangu ambayo nilisema huku nikiwa na mood mbaya. Nyie media zote ni wadau wangu na tuendelee kushirikiana. Sasa hapa Madam Rita ameweza kuomba wadau wote wa vyombo vya habari, lakini pia ameweza kuiomba hii chombo cha habari hiki kinaitwa Mike 360 Media, pia ameweza kukiandika hapa na kuweza kukiomba radhi. So maneno yalikuwa ni mengi kinoma kwenye mitandao ya kijamii, lakini tayari Madam Rita amekushaweza kuomba radhi kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram na vitu kama hivyo. So hapa mara baada ya Madam Rita kuweza kuomba huu msamaha, kumekuwa na baadhi ya comments tofauti, watu wakijaribu kutoa mtazamo wao kuhusu msamaha ambao alikuwa ameusema. Kuna huyu anaitwa, of course, ni Gift Musha, amesema kwamba now we good, umeelewa vizuri, tumekusamehe. Lakini pia kuna huyu mwingine amesema madam, tumekusamehe. Lakini pia kuna mwingine hapa anasema kwamba unaomaje msamaha kwenye page yako ya uchwara, embu tafuta hizo media za maana kwako, uende ukaombe radhi wa Tanzania vizuri. Umeelewa vizuri. Lakini pia ndugu yetu mwingine hapa alikuja akasema kwamba mbona kama umewahi sana kuomba radhi mama yangu kipenzi. So ukiingia kwenye account yake Instagram, kuna baadhi ya comments nyingi sana ambazo zinaonyesha watu kuweza kufurahia, kuweza kuomba msamaha, lakini pia baadhi yao kuonekana kutokufurahia hata kama amejaribu kuomba msamaha. So tuambie mtazamo wako ni upi juu ya hii post ambayo tumekuwekea. Chao. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.